ukizungumza pale katika maneno ya awali katika jengo ambalo mmelijenga pia lime contain ukumbi mkubwa pia wa fanya makongamano pia, labda pia itakuwa manufaa ya ukumbi huo endapo kukamilika. Yes, lile jengo lina kazi kubwa mbili: utawala wa campus, lakini na kumbi mbalimbali za kwa ukubwa tofauti. Kuna kumbi ndogo za watu 20, kuna za watu 60, kuna za watu 100 mpaka za watu 300. Kwa kuna kumbi mbalimbali kutokana na mahitaji mbalimbali. Hizo kumbi zitatumika kwa ajili ya masomo yetu sisi ya graduate school. Kwa mbele tuanza kutoa kozi za masters hapa, lakini vile zinatumika kwa watu wanaotaka kukodisha labda kwa ajili ya kufanya makongamano au kufanya kumbi mazungumzo au kufanya chochote kile. Lakini lengo letu sisi kubwa ni kufanya hii campus kuwa kitovu cha watu kufanya mijadala mbalimbali, kujadiliana, kufanya makongamano ya kitaaluma na kitaalamu katika fani mbalimbali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huko tunakokwenda watu watakuwa wanakuja campus ya Babati, watakuwa wanafanya vikao vyao, watakuwa wanafanya mkutano ya bodi, watakuwa wanafanya warsha, watakuwa wanafanya mafunzo na kadha. Maana ni kwamba taasisi za elimu ndio sehemu ambapo mawazo yanabuniwa na kujadiliwa na kutofautiana na kukubaliana. Sera zinatungwa au zinakosolewa au zinarekebishwa ni katika taasisi za elimu. Ni hapo fikra mbalimbali zinakutana, zinakubaliana, zinakinzana, lakini mwisho wa siku tunajenga kuelewana kwa kupitia mazungumzo. Sasa basi kuwe na sehemu hapo mtu yote mwenye mazungumzo au mwenye kitu ambacho angependa kuwa na majadiliano, najua kwamba yeye ni sehemu salama, anaweza akaja akafanya mazungumzo haya. Kwa hiyo tunategemea sisi kufanya hapa kuwa kituo cha mkutano kwa siku za baadaye. Tumesikia pia kwamba mna offer huduma ya hostel mama bweni kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwa ujumla. Hili mmefanikiwaje, na sio kawaida ya vyuo vingi kufanya hivyo, na ni kwa sababu gani mmeamua kufanya hivyo? Wakati tunaanza campus tuliona hilo, na tuliona kwamba hiki ni chuo cha serikali na lengo kuu la serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata elimu, na dunia nzima kipimo cha maendeleo ya nchi au kipimo cha maendeleo ya jamii kinaangaliwa. Moja kati ya vielelezo ni kwa jinsi gani wananchi wake wameelimika. Kwa hiyo serikali yoyote duniani hilo ni moja kati ya malengo yake makuu. Lakini pia vile lazima uangalie na uhalisia wa uwezo wa kiuchumi wa wananchi wako na kuona kitu gani ambacho unaweza kufanya kuwasaidia. Kwa hiyo tumefanya hiyo analysis, tukaona kwamba jamii, kuna baadhi ya wazazi ambao wamepambana lakini anaweza kulipa ada hostel kama changamoto. Kwa hiyo sababu walau kwa wanafunzi wa first year, wengine bado hawajafika miaka 18, basi walau wapate sehemu ya kufikia. Kwa hata baada ya mwaka wa pili sasa watakuwa wanaweza watalipia, au kama wataka kwenda kupanga nje ya mtaa, lakini at least watakuwa sio wageni kabisa Babati. Kwa ndio lengo hilo. Profesa, kwa kumalizia, labda nini neno lako kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anakusikia na kutazama, labda angetamani kufika kusoma katika chuo hiki aliyopo sehemu yote ya nchi, unamwambiaje? Kwa kweli sasa hivi sisi ndio kati ya vyuo bora sana Afrika, wala sio Tanzania pekee yake au East Africa. Kwa hiyo na katika masomo yale ambayo yanahusisha uhasibu na tehama, sisi ndio wabobezi kweli kwenye haya maeneo. Kwa hiyo ni ngumu sana kupata chuo ambacho kinazidi kwenye upande wa IT na upande wa uhasibu. Campus ya Babati ni campus ambayo iko sehemu nzuri sana. Ina mandhari nzuri na hali ya hewa nzuri, imetulia, haina makelele, inawezesha kijana kutulia na kusoma. Kwa mzazi, hii ndio sehemu sahihi kabisa ya kuleta kijana wako. Kwa kijana, hii ni sehemu nzuri kabisa wewe kuja kutulia na kufocus kwenye mambo yako, ukaweza kupiga hatua. Naambia vijana, muda ni mchache tu kuwepo chuo. Baada ya hapo unafungua milango mingi sana. Kwa hiyo waje ni sehemu salama kabisa, ni sehemu sahihi kabisa. Na ukiangalia hata miundombinu yetu sisi tayari sasa tunaweza kuweka smart classes, tunatumia AI kwenye kufundisha, kwenye kujifunza, na tunaendelea kuwekeza
Kwa hiyo watakapokuja wenyewe watakuja kukuta mambo tofauti kabisa na vyuo vingine. Maswali? I think yote ameyajibu na ameuliza vizuri.